Baada ya kustaafu, sisi tumeamua kuungana pamoja kufanya mambo mbalimbali ya kijamii, ikiwemo kutoa elimu ya afya katika masuala mbalimbali ya afya, lakini pia tunatoa elimu ya afya kuhusu utunzaji wa mazingira. Sisi kwa umoja wetu tuliamua tuje tupande miti katika vyanzo vya bwawa letu la Mindu ili kuhifadhi mazingira. Kwa nini tunasema hivyo? Maji ni uhai, maji ni afya, maji ni chanzo cha uchumi kwa wananchi. Lakini tukiangalia kilio cha mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama mwenye maono, ana dhamira ya kuwatua akina mama ndoo kichwani. Sasa dhamira hii haitaweza kutimia endapo sisi akina mama wengine hatutaweza kumuunga mkono katika kuhifadhi mazingira, kwa sababu tunapohifadhi mazingira katika vyanzo vya maji ndio chanzo cha akina mama kupata maji yanayojitosheleza. Maji yatajaa kwenye bwawa letu la Mindu ambalo ndo chanzo kikubwa cha upatikanaji wa maji katika mji wa Morogoro. Bwawa la Mindu haliwezi kujaa kama vyanzo vya maji vitaharibiwa. Ndio maana sisi wauguzi wastaafu tumeamua leo kuja kupanda miti katika vyanzo vya maji. Lakini tuwashukuru sana wadau wengine, waliposikia wauguzi wastaafu tunakuja kupanda miti, wamekuja kuungana na sisi, wakiwemo vijana wetu mainfluencer wa maji. Tupo nao toka asubuhi katika upandaji wa miti. Wenzetu shirika la Mzinga wametusaidia sana, wameungana na sisi kwa kuona umuhimu wa kutunza mazingira katika vyanzo vya maji. Na wazee, kuna uwakilishi wa Chama cha Mapinduzi nao wamejitokeza, Wamata wamejitokeza, jukwaa la kina mama wamejitokeza. Wote hao wameona umuhimu wa kupanda miti na kuhifadhi vyanzo vya maji. Kama tunavyoona hili eneo lipo wazi, leo tumepanda miti karibu 2000 na bado kuna eneo lingine huku juu. Sisi tumesema tuombe wenzetu wahifadhi watuandalie miti mingine, tupo tayari kuja kupanda ili kuimarisha hili eneo linalo hifadhi bwawa letu la Mindu. Katika mwendelezo wa kusherehekea au kuadhimisha siku ya Muungano, tumefanya zoezi zuri, zoezi moja kubwa sana la kiibada, zoezi la kuhifadhi maeneo yetu ya vyanzo vya maji, hasa kwenye bwawa letu la Mindu. Eneo hili mnaloliona hapa katika kata ya Kauzeni, kwa kushirikiana na wenzetu wa shirika la Mzinga, lakini pamoja na shirika la TFS, sambamba na hilo kwa kushirikiana vizuri sana na kikundi hiki, kikundi cha mfano, kikundi tunachokisifu sana, kikundi cha wauguzi wastaafu wa manispaa ya Morogoro, wanaoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Diwani Mheshimiwa Mwagama, ambaye pia ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya maji safi ya Morogoro ya MORUWASA. Ama kwa hakika tumepanda hapa zaidi ya miti 2000 ambayo ni miti rafiki wa maji. Kimsingi jukumu kubwa la MORUWASA ni kusimamia usimamizi mkubwa wa upatikanaji wa maji safi na salama pamoja na usafi wa mazingira katika manispaa ya Morogoro na maeneo mengine. Lakini sote kama mnavyojua, jukumu hili la usambazaji maji ya kutosheleza na uhakika haliwezi kufikiwa kama tutaendelea kuharibu vyanzo vyetu vya maji. Hivyo MORUWASA pamoja na wadau wengine katika kuendeleza jukumu letu la kuhifadhi na kulinda vyanzo vyetu vya maji, tumefanya zoezi hili la kupanda miti hiyo takriban 2000. Hili ni miongoni mwa mazoezi mengi ambayo tunayafanya. Wito wetu kwa wananchi kimsingi kabisa, ili tuweze kukamilisha jambo hili la kuhakikisha tunazalisha maji ya kutosha katika maeneo yetu haya na ya kutosheleza ili kuweza kukidhi mahitaji, tunatoa wito kwa wananchi wote wa manispaa ya Morogoro na maeneo mengine kufanya shughuli zote ambazo zinakwenda kinyume na uharibifu wa vyanzo vya maji. Watu wa maeneo tofauti tofauti wanalima karibu na vyanzo vya maji, tunawasihi sana waache shughuli za kilimo, waache shughuli za mifugo ambazo ni holela, wasifanye shughuli hizi karibu na vyanzo vya maji ndani ya mita 60 ya mito yetu pamoja na ndani ya mita 500 ya hifadhi ya bwawa la Mindu. Tukifanya hivyo kwa kushirikiana kwa pamoja, tutaweza kufanya haya mambo. Lakini pia vile vile waache kuchoma misitu. Wanachoma misitu pasi na sababu za msingi, pasi na kuwa na sababu yoyote, na hakuna sababu ya msingi ya kuchoma miti. Wanapofanya hivi tunaondoa miti hii na kusababisha ongezeko kubwa la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kufanya hivyo tunakausha maji kwenye vyanzo vyetu vya maji na kupelekea maji kuwa haba. Kwa hiyo tunatoa wito huo, tushirikiane kwa pamoja mazingira yetu kwa huduma bora ya maji safi. Sisi kama wahifadhi tunavyoona shughuli kama hizi, kwanza tunapata sana furaha kwa sababu sisi ndio kazi yetu. Kwa niaba ya mhifadhi mkuu wa kituo cha mbegu Morogoro, ni washukuru sana jamani wastaafu. Washukuru sana.
tunashukuru pia MURUWASA, lakini na wengine wote kwa ujumla. Uhifadhi sisi tunavyofahamu ni shughuli mtambuka. Shughuli mtambuka kwa sababu haitulengi sisi tu kama wahifadhi. Ili tuweze kufanikiwa inahitaji taasisi mbalimbali, kama ni mashirika, lakini pia na mtu mmoja mmoja. Ndio. Naweza kusema mfano kama taasisi, mfano kama hivyo MURUWASA, lakini pia lazima watu wa kilimo, ndio, mifugo, ndipo sasa tuweze kufanikiwa kwenye shughuli hii. Sisi wenyewe hatuwezi kufanikiwa. Tunashukuru sana kwa kutuunga mkono kwenye shughuli hii ya uhifadhi, kwa sababu tunafahamu uhifadhi ni shughuli endelevu. Na tuwaombe jamani, msikate tamaa. Swala la uhifadhi kizazi na kizazi tunatakiwa tuwarithishe. Ni kweli. Wazee wetu wamekuja kutuunga mkono kwenye shughuli hii ya upandaji miti hapa, lakini tunategemea sisi ni vijana sasa hivi, miaka kadhaa tutakuwa wazee. Nimekuja kuwa kama ndio kiongozi wa msafara huu kwa wanashirika la Mzinga kwa upande wa watumishi na wapiganaji, na tumekuja kushiriki pamoja na nyinyi kwa sababu shirika la Mzinga linathamini mazingira na istoshe sisi ndio wakazi wa hili eneo. Kwa hiyo tunashukuru sana kujiunga pamoja na nyinyi, tuko pamoja.